Historia ya jumuiya ndogondogo za Kikristo. Jumuiya ndogondogo za Kikristo ni muunganiko wa familia za Kikristo za Kikatoliki zinazoletwa pamoja na ujirani wa kijiografia katika eneo la parokia. Na hivi muunganiko huu unawezwa kuundwa na familia 2 hadi 12 ili kuleta ufanisi na uhai halisi katika ushiriki na ushirika katika mambo yanayohusu jumuiya. Jumuiya ndogondogo za Kikristo ni mfano halisi wa kwanza wa jumuiya ya kwanza iliyoundwa na mitume kama tunavyosoma katika maandiko matakatifu, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 42 hadi 47 na sura ya 4 aya 32 hadi ya 37. Na hivi msingi na lengo la jumuiya hizi ni kukaa pamoja na kushirikiana katika mambo yote yahusuyo kanisa mahalia, na zaidi ya yote kukaa kama familia wakitafakari na kushirikishana neno la Mungu. Aidha, ni wajibu katika jumuiya kujadili na kushirikishana katika mambo mbalimbali ya kijamii na kiuchumi kulingana na mazingira yao. Wazo la kuanzisha jumuiya ndogondogo ni zao la moja kati ya maazimio ya mkutano wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yaani AMESEA, mkutano uliofanyika mwaka 1976 katika nchi ya Kenya, jijini Nairobi. AMESEA maana yake ni shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati. Shirikisho hili linaundwa na mabaraza ya maaskofu Katoliki kutoka nchi 9, nazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia, Eritrea, Zambia, Malawi, Sudani, Somalia na Djibouti. Tangu wakati huo mpaka sasa, jumuiya ndogondogo zimekuwa chachu ya umoja na maendeleo katika kanisa mpaka kufikia kuadhimisha miaka 25 ya jubilei, na leo hii tunaadhimisha miaka 50 ya jumuiya ndogondogo za Kikristo. Malengo ya kuanzishwa kwa jumuiya ndogondogo za Kikristo, kwanza kabisa ni kusaidia watu kusali pamoja. Pili, kusikilizana, kulisikiliza na kulitafakari neno la Mungu na kulieneza. Tatu, ni kusaidiana katika maisha ya kijamii na ya kiuchumi. 4, ni kulisaidia kanisa katika kuongoza waamini kuanzia ngazi ya chini. Umuhimu wa jumuiya ndogondogo za Kikristo. Jumuiya ndogondogo za Kikristo ni chombo cha ujenzi wa ujirani mwema. Utaratibu wa jumuiya ndogondogo za kusali kuzunguka nyumba kwa nyumba zimesaidia sana kujenga ujirani ulio mwema. Jumuiya ndogondogo za Kikristo ni chombo cha uinjilishaji. Husaidia sana uinjilishaji maparokiani kwa sababu kupitia jumuiya waamini tunawapata kiurahisi zaidi. Jumuiya ndogondogo husaidia kuboresha maisha ya kiroho ya Wakristo wengi. Na pia jumuiya ndogondogo husaidia kuimarisha mawasiliano ya kichungaji katika parokia zetu. Faida za jumuiya ndogondogo za Kikristo. Faida ya kwanza, zinawaunganisha waamini wote katika ushirika na umisionari. Faida ya pili, zimesaidia kuboresha uinjilishaji.
Faida ya tatu, zinasaidia kutatua matatizo mengi ya kijamii. Faida ya nne, zimetoa utambulisho kwa Wakristo walio wengi. Faida ya tano, zimewezesha waamini kuishi Ukristo wao kwa vitendo. Hitimisho. Tunapoadhimisha leo jubilei hii ya jumuiya ndogondogo za Kikristo, tunataka kukumbushwa kila mmoja wetu kuwajibika katika ushiriki hai. Na hivi katika maadhimisho haya ya jubilei, tumuombe Mungu Roho Mtakatifu akauishe tena ndani ya kila muamini, na kwa namna ya pekee waamini wa dekania yetu ya Mtakatifu Yosefu, roho ya uchaji na bidii katika kushiriki yale yote yahusuyo jumuiya, na hivi ukawe mwanzo mpya kwa wale waliolegea katika ushiriki huu ambao Mama Kanisa Mtakatifu anatualika kushiriki. Mtakatifu Yosefu, somo wa dekania yetu. Jumuiya ndogondogo za Kikristo, moyo mmoja, roho moja katika Kristo.